Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa makala tuliokuwa nayo ni je, marais Xi Jinping wa China pamoja na Vladimir Putin wa Urusi wataweza kumlinda Ayatollah Al-Khamenei na utawala wake ambao unawindwa vilivyo na serikali ya Marekani na Israel na nchi za Magharibi. Katika kipindi hiki kumekuwa na mvutano mkubwa ulioibuka kati ya Marekani na Iran. Hata hivyo, katika mvutano huu mataifa kadhaa kila moja limekuwa katika upande wake. Inafahamika kwa muda mrefu washirika wa Marekani ambao wengi ni katika mataifa ya Ghuba ama mataifa Mashariki ya Kati, lakini nao kwa namna moja ama nyingine hawakutaka kuingilia kati mvutano huu, ambapo mataifa mengi hasa ya Kiarabu ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia, Oman, Qatar, Jordan na hata Israeli yenyewe walitamka wazi kwamba hawapo tayari anga zao kutumika katika kipindi cha mvutano na ikiwa itatokea vita vya moja kwa moja kati ya Marekani pamoja na Iran. Lakini kwa upande wa pili, Iran ina washirika wakubwa ambao ni pamoja na Uchina pamoja na Urusi. Lakini sasa tutazame kwa mapana, wakati ananyakuliwa Nicolas Maduro wa Venezuela, nini mataifa haya ya China pamoja na Urusi yalifanya? Nchi hizi mbili hazikufanya lolote katika kuzuia kutekwa kwa Nicolas Maduro, zaidi zilitoa tu maonyo na kuzungumza kwamba hazikubaliani na mpango huo, zikisema kwamba huu ni ukatili, lakini pia namna ya kuvunja sheria za kimataifa kumnyakua rais aliyekuwa madarakani. Lakini kabla ya hapo ilitokea nchini Syria baada ya rais wa muda mrefu Bashar al-Assad, ambapo nchini humo kulitokea vuta ni kuvute, ambapo kundi la HTS lililoongozwa na Mohamed al-Julan liliweza kufanya mapambano licha ya kwamba kulikuwa na msaada kutoka nje, waliweza kuondoa utawala wa rais Bashar al-Assad. Nini ambacho Urusi ilifanya ni kumchukua Assad ili asitekwe na kuuawa. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi sasa wamegawanyika katika makundi mawili. Baadhi ya wachambuzi wanaona kwamba pengine mataifa ya Urusi pamoja na China yanaweza yasitumie nguvu katika mapambano kati ya Iran na Marekani, zaidi yakatumia tu silaha zao kuipa nchi ya Iran, na inadaiwa kwamba mpaka sasa tayari kuna ndege za Sukhoi -35 ambazo tayari zimeshatua nchini Iran kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani, lakini pia mifumo ya ulinzi wa anga ya S-400 inadaiwa pia ipo nchini humo Iran. Kadhalika inadaiwa zipo silaha za China ambazo zimepelekwa nchini Iran, ambazo rais wa Marekani Donald Trump wakati wa gwaride la ushindi nchini China alisema kwamba ni silaha zisizokuwa na meno, kwamba haziwezi kufanya lolote. Na hivyo wachambuzi wa mambo wanasema kwamba China imepeleka silaha hizo ili zifanyiwe majaribio zaidi, wakati ambapo Marekani itaamua kuingia vitani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, inaonekana pia wachambuzi wanaona kwamba kuna mpango mwingine wa namna ya kuweza kuhakikisha maisha ya Ayatollah Al-Khamenei pale ambapo itakuwa amezidiwa kuyaokoa. Urusi kama ilivyofanya kwa Bashar al-Assad pengine huenda ikafanya hivyo hivyo, lakini misimamo ya Ayatollah Al-Khamenei, wachambuzi wengine wanaona kwamba huenda akaamua kusalia katika taifa lake la Iran na kwamba ataamua kufia katika taifa lake kama ilivyo kwa baadhi ya viongozi wengine ulimwenguni ambao baada ya kuzidiwa na mataifa makubwa kama vile Marekani waliamua kufia katika mataifa hayo. Na ilitokea kwa viongozi mfano wa Saddam Hussein huko nchini Iraq, lakini pia na alikuwa rais wa Libya Muammar Gaddafi, ambapo waliamua kutoondoka katika mataifa yao na damu zao kumwagikia katika mataifa yao. Kwa hivyo wakati huu mjadala mkubwa ni namna gani China pamoja na Urusi zitaweza kumlinda Ayatollah Al-Khamenei. Hata hivyo, hoja zingine za wachambuzi wa mambo zinadai kwamba uwepo wa silaha tu ni namna pekee ya kumlinda Ayatollah Al-Khamenei. Kitendo cha China pamoja na Urusi kuipatia silaha za hali ya juu jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni kitendo pia cha kumlinda Ayatollah Al-Khamenei. Ikumbukwe Al-Khamenei ndio kiongozi mkuu wa jeshi katika taifa hilo la Iran na ndiye kiongozi mkuu wa taifa kwa ujumla, na hivyo silaha hizi zitaweza kumlinda kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia kuna namna ambayo China pamoja na Urusi huenda zikafanya kwa kupeleka baadhi ya wanajeshi wao ambao wataendesha baadhi ya silaha, na huko ndiko kushiriki na kumlinda Ayatollah Al-Khamenei asinyakuliwe dhidi endapo atazidiwa na mamlaka ya Marekani. Lakini wachambuzi wengi wanasema si rahisi kunyakuliwa kwa Ayatollah Al-Khamenei, lakini pia
Yeye mwenyewe Al-Khamenei amejitosa kwamba wakati wowote akifa itakuwa amefia nchi yake kizalendo na yupo tayari kupambana kwa ajili ya nchi yake. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.